Kabla hujafikiri hii ni filamu ya watu wa kale, kabla hujafikiri ni filamu ya damu na kukimbizana porini, tulia kwanza, kwa sababu Apocalypto haikuja kuburudisha macho, ilikuja kufunua uhalisia wa maisha yetu. Karibu kwenye Movie Secrets by Us, mahali ambapo filamu hazisimuliwi, zinavuliwa mpaka ujumbe wake unabaki wazi. Na leo tunaivunja filamu ambayo watu wengi waliiona kama ya kihistoria, lakini kwa ndani yake ni hadithi ya jamii zetu za leo. Filamu inaitwa Apocalypto. Tuanze kwenye jina Apocalypto. Watu wengi wakisikia Apocalypto hufikiria mwisho wa dunia, lakini ukweli, maana halisi ya Apocalypto ni ufunuo. Ni wakati ukweli unaokuwa umefichwa kwa muda mrefu unajitokeza wazi bila kupakwa mafuta. Kwa hiyo filamu haizungumzii dunia kuisha, inaongelea wakati jamii inajivua uongo wake. Na hapo ndipo Mel Gibson anatupiga punchline ya kwanza. Jamii nyingi haziangamizwi na adui kutoka nje, hujiangamiza zenyewe. Filamu inaanza kwa kutuonyesha kijiji cha msituni. Watu wanaishi kwa uwiano, wanacheka, wanawinda, wanaheshimiana. Hakuna majengo marefu, hakuna dhahabu, hakuna cheo cha kutisha. Hapa ndipo tunakutana na mhusika wetu mkuu, Jaguar Paul. Hili si jina la bahati mbaya. Jaguar ni mnyama mwenye nguvu, kasi na silka ya kuishi. Paul ni kitu kidogo cha chini kisicho na majivuno. Kwa lugha ya leo, Jaguar Paul ni mtu wa kawaida kabisa, sio kiongozi, sio tajiri, sio shujaa wa kutangazwa, lakini ana kitu kimoja kikubwa sana. Anajua anachokipigania: familia. Na hapa filamu inaanza kutuambia ukweli mchungu. Jamii imara huanza na watu wa kawaida wenye dhamira safi. Ghafla jamii nyingine inaingia. Hawa hawacheki, hawa hawana furaha, hawa wamejipaka rangi nzito, wamejaa hofu machoni. Hii ni jamii iliyoacha uwiano na kuingia kwenye tamaa, hofu na sadaka za damu. Wanawakamata watu, wanawafunga, wanawachukua kama mzigo. Pale jamii inapokosa maadili, binadamu hugeuka bidhaa. Tunaingia mjini, majengo makubwa, ngazi ndefu, umati wa watu. Kwa nje ni maendeleo, lakini kwa ndani ni uozo. Watu wamechoka, magonjwa yanaenea, lakini viongozi hawasemi ukweli. Badala yake wanatoa kafara, wanaua watu wasio na hatia na wanaita hii ni ibada. Hii ni ishara nzito sana. Pale jamii inaposhindwa kutatua matatizo yake, hutumia dini, hofu na damu kufunika uozo wake. Sasa tunamuona Zero Wolf. Huyu si mtu mbaya kwa sura tu. Huyu ni mfumo ulioacha huruma. Zero Wolf hafikirii haki, hafikirii utu, anafikiria kazi imekamilika au la. Kwa lugha ya leo, Zero Wolf anawakilisha taasisi, mamlaka, mifumo ambayo husema lengo ni muhimu kuliko maisha ya binadamu. Na hapa filamu inatuuliza swali moja: je, mfumo wako wa kazi, siasa au jamii unafanana na huyu Zero Wolf? Jaguar Paul anakimbia, lakini kukimbia kwake si woga, ni kukataa mfumo usio na haki. Msitu unamsaidia, mvua inamsaidia, wanyama wanamsaidia. Hii ni ishara nzito sana kwamba mazingira humlinda yule anayeheshimu uhai, wakati wale waliokuwa na majengo makubwa wanashindwa hata kutembea bila kuanguka. Mwisho wa filamu, meli zinaonekana, wazungu wanafika, na watu wengi udhani hapa ndio ujumbe, lakini hapana. Ujumbe hauwahusu wao. Ujumbe unahusu wale waliokuwa tayari wanaua wenzao, tayari wamechoka, tayari wameoza kabla hata wao hawajafika. Jamii haiporomoki siku inayoingiliwa, inaporomoka siku inapoacha kuwa na huruma. Jaguar Paul harudi mjini, hachukui kisasi, hachukui madaraka, anachukua familia yake, anachagua mwanzo mpya. Na hapo ndipo filamu inatufunga kwa swali moja zito sana: je, tunahitaji dunia mpya au tunahitaji akili mpya? Ujumbe wa Apocalypto katika maisha yetu halisi ya leo ni kwamba tamaa kupita kiasi huua jamii.
Maendeleo yasiyo na maadili ni sumu, mfumo ukikosa huruma hujiangamiza, na mwisho wa dunia mara nyingi huanza kama ustaarabu. Na kama unapenda filamu zinazokuacha kimya baada ya kuisha, zinakufanya ujiulize maswali na zinazokuonyesha uhalisia uliovikwa filamu, subscribe YouTube channel ya Movie Secrets by Us na kutufollow Instagram, TikTok na Facebook. Hapa hatuangalii filamu kwa macho, tunazielewa kwa akili. Karibu na asante.